إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون بعد محمد الله عز وجل كذلك kumwombea sala na salama mtume sallallahu alayhi wasallam na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wenye kufaulu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, ja'ala Allahu shahra ramadhana shahra ghufrani dhunub, amejalia Allah mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi wa kusemehewa madhambi. Katika vitu ambavyo Allah amewaneemesha Waislamu ni kufanya huu mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi wa wao kusemehewa madhambi yao. Fashara'a fihi al-ibadat allati yaghfiru biha al-'abd dhunubahu, Allah akajalia ndani ya mwezi wa Ramadhani ibada ambazo mja atakapokuwa amezifanya Allah atakuwa ni mwenye kumsamehe madhambi yake. Wa min tilkum al-ibadat, na katika hizo ibada ambazo Allah amezijalia katika mwezi wa Ramadhani na Muislamu atakapozifanya ikawa sababu ya kusemehewa madhambi yake, as-siyamu wal-qiyam, ni kufunga pamoja na kusimama usiku kwa ajili ya kuswali, hali ya kutafuta thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, hakika amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, yule atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani ya kweli na hali ya kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, husemehewa yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Waqala, na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yule ambaye atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani usiku akaswali swala ya tarawehe na hilo akalifanya kwa imani thabiti, imani ya kweli,
na hali ya kuwa anatarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, husemehewa yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Waqala aidan sallallahu alayhi wasallam, na amesema pia mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama kwenye usiku wa lailatul qadr kwa hali ya imani ya kweli na hali akiwa ni mwenye kutaraji ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Matamshi ya hizi hadithi tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuwekea bayana kwamba mtu atakayefanya haya mambo matatu haya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyataja katika haya matamshi matatu, na akafanya hayo kwa imani thabiti na kwa hali ya kutaraji ujira wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe yeye aliyotangulia katika madhambi yake. Na haya mambo matatu hayawi isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Kwa hiyo Waislamu wakae wanatambua kwamba muda waliokuwa nao, msimu waliokuwa nao, mwezi waliokuwa nao ni sababu ya wao kusemehewa madhambi yao, ikiwa watakuwa ni wenye kufanya yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ameeleza katika hizi hadithi. Ibadallah, enyi waja wa Allah, ghufranu dhunubi almadhkur fi hadhihi alfadh alhadith, kusemehewa madhambi kulikotajwa katika matamshi ya hii hadithi, yakunu bishartaini asasiyaini, kunakuwa kwa masharti mawili asasi ili mtu asemehewe madhambi katika yale yaliyotajwa katika hizi hadithi, basi lazima kwake yakusanyike haya masharti mawili ya asasi. Ashartu alawwal, sharti la kwanza kabisa, al-imanu sadiqu, mtu awe na imani ya kweli ndani ya moyo wake. Fayambaghi an yakuna almuslim musaddiqan billahi mukhlishan lahu fi siyamihi wa qiyamihi, inatakikana muislamu awe ni mwenye kumsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali ya ukweli, kadhalika awe ni mwenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas ya kweli isiyokuwa na aina yoyote ya ria wala kutaka kutajwa katika funga yake na huko kusimama kwake usiku, vitu ambavyo atakapokuwa amefanya kwa sura hiyo itakuwa ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Ashartu thani, shartu la pili, ihtisabu al-ajri min Allah azza wa jalla. Wakati mtu atakapokuwa amefunga na wakati mtu atakapokuwa anaswali swala ya tarawih, kadhalika atakapokuwa amesimama kwenye usiku wa Lailatul Qadri na akawa ni mwenye kutekeleza ibada, basi afanye kwa ikhlasi, hali ya kuwa ni mwenye kutarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asitarajie ujira kwa binadamu, asitarajie kutajwa kwa hali ya uzuri kwamba yeye ni katika watu ambao wanaswali tarawehe au katika watu ambao wanafunga, na wala asifanye hivyo kwa ajili ya kujionyesha, bali afanye hayo hali ya kuwa ni mwenye kutarajia ujira kutoka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ala al-abdi al-muslim, kwa hiyo inawajibika juu ya mja muislamu an yakuna muhtasiban lil-ajra min Allah subhanahu wa ta'ala wa thawaba. Kwa hiyo inatakikana mja muislamu awe ni mwenye kutarajia ujira na thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yake haya ambayo ni katika kufunga na kusimama usiku kuswali swala ya tarawih. Waman kana kadhalika fahuwa almarhum, na atakayefanya hayo basi huyo ndio mwenye kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye kupewa huruma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah, haya Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika huu mwezi tuliokuwa kunao,
Na mtu atakapokuwa ameyafanya hayo kwa sura tuliyoieleza, basi hakuna shaka yeye atakuwa katika watu wenye kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na atakapokuwa kinyume na hivyo atakuwa katika jumla ya watu wenye kunyimwa heri na Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima fihima min al ayat wal hikma. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. عباد الله، يعني وجه الله سبحانه وتعالى، المحروم من أدرك رمضان واستطاع أن يفعل ذلك فكسل ولم يفعله فلم يغفر له. Mtu mwenye kunyimwa kheri kwa uhakika kabisa ni yule mtu ambaye ameudiriki mwezi wa Ramadhani na akaufikia na akawa ana uwezo wa kufanya yale tuliyoeleza. Ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kuswali tarawehe, na ana uwezo kumi la mwisho kulihuisha kiibada. Akawa mvivu na ikawa hajayafanya hayo, na ikawa hajasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu kiuhakika kabisa ndiyo mtu mwenye kunyimwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema, waraghima anfu rajulin dakala alayhi ramadhanu thumma salakha qabla an yughfara lahu. Amepata kasara mtu ambaye umeingia kwa yeye mwezi wa Ramadhani kisha ukatoka hali ya kuwa hajasamehewa madhambi yake. Amepata kasara mtu ambaye umeingia kwake mwezi wa Ramadhani, ikiwa na maana amediriki mwezi wa Ramadhani, thumma salakha, kisha mwezi ukaondoka ukaisha, kabla an yughfara lahu, kabla hajasamehewa madhambi yake. Kama kuna watu wenye kupata kasara, basi huyu namba moja. Mtu ambaye amediriki mazingira ya kusamehewa madhambi yake katika mwezi wa Ramadhani, lakini ikawa mwezi unaisha na unaondoka unamalizika, lakini yeye ikawa hajasamehewa madhambi yake. Raghima anfu ay khasira wa khaba wa dhalla wa lasiqa anfuhu biturab kullu man adraka shahra ramadhana fakasira 'anil ibada wa lam yajtahid hatta intaha falam yughfar lahu. Amepata kasara na ameenda tubu na amepata udhalili na pua yake imegandamana na udongo, kinaya cha kwamba hakuna chochote alichokipata. Kila ambaye amediriki mwezi wa Ramadhani akawa mvivu katika utendaji wa ibada na ikawa hajajitahidi mpaka Ramadhani ikamalizika ikaondoka, hali ya kuwa hajasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa al-mahrum haqiqatan. Huyu ndio mwenye kunyimwa kheri kiuhakika kabisa, na huyu ndio mwenye hasara, kwa sababu mazingira ya yeye kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala yalikuwa mepesi kwa yeye, lakini kwa sababu ya uzembe wake na kutokujitahidi ikawa Ramadhani inaondoka na kuisha hali ya kuwa hajasamehewa madhambi yake, kitu ambacho ingekuwa ni sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yani waja wa Allah, i'lamu anna min haula'i al-mahrumina lilkhair fi shahri Ramadan wa lam yughfar lahum man yasumu 'anil mufattirati
wa yuftiru 'ani dhunubi wal maasi. Yani waja wa Allah, hakika miongoni mwa wale wenye kunyimwa kheri katika mwezi wa Ramadhani, ambao sio wenye kusemehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni wale ambao wanafunga kwa kuacha kula na kunywa na kitendo cha ndoa, lakini wakawa ni wenye kufungua kwa kufanya madhambi na maasi, wakawa ni wenye kufungua kwa kufanya ufitinishaji, wakawa ni wenye kufungua kwa kusengenya, wakawa ni wenye kufungua kwa kusema uongo, wakawa ni wenye kufungua kwa kufanya aina mbalimbali za maasi. Hawa wanaingia katika jumla ya wale wenye hasara, jumla ya wale wenye kunyimwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hakika amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Yule asiyeacha maneno ya uzushi, maneno yasiyokuwa ya kweli, na yule asiyeacha kufanyia kazi maneno ya uzushi, maneno yasiyokuwa ya kweli, na yule asiyeacha jahali, yule asiyeacha maasi, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na yeye kuacha kwake chakula chake na kinywaji chake. Yeye hata kama anasema amefunga, akaacha kula, akaacha kunywa, lakini maadamu yeye huwa anasema maneno ya uzushi, maneno yasiyokuwa ya kweli, anafanyia kazi uzushi, anafanyia kazi mambo yasiyokuwa ya kweli, lakini vile vile anakuwa ni mwenye kuingia katika maasi, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa hana haja na yeye kuacha kwake kula na kunywa. Maana yake ni kwamba huyu mtu kule kufunga kwake kunakuwa hakuna thawabu, wabitali kama atakuwa ana madhambi, yale madhambi yanakuwa si yenye kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yenye waja wa Allah, wa minhum, na katika hawa watu wenye kunyimwa kheri, watu wenye khasara, man ya'budu Allah fi ramadhana duna sa'iri shuhur, ni wale wanayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani peke yake pasi na miezi mingine. Ukiingia mwezi wa Ramadhani wanaswali, ukiingia mwezi wa Ramadhani wanafanya kheri, lakini mwezi wa Ramadhani ukishatoka khalas, wako mbali na swala, wako mbali na mambo ya kheri. Hawa wanakuwa wanaingia katika jumla ya watu wenye kunyimwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الله سبحانه وتعالى، na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu Mola wako mpaka ufikiwe na kifo. Swala ibada hasa ibada ya swala tano. Hili swala ni la uhai wa Muislamu wote, si swala la muda fulani basi na muda mwingine, sio swala la muda fulani basi na muda mwingine. Muislamu inatakikana yeye aswali kwenye maisha yake yote. Kwa hiyo anapokuwa yeye anafanya haya katika mwezi wa Ramadhani peke yake, lakini miezi mingine akarudi nyuma akawa ni mwenye kuacha haya tuliyoyaeleza, basi yeye anakuwa katika jumla ya wale wenye kunyimwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah, wa minhum, na katika wale wenye kunyimwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala, almudayyi'una lilawqati fima la faidata lahum fihi, ni wale wanayepoteza nyakati zao katika mambo yasiyokuwa na faida. Kuna baadhi ya Waislamu katika mwezi wa Ramadhani huwa wanapoteza wakati, huwa wanatumia wakati katika mambo yasiyokuwa na faida. Hawa hakuna shaka wanakuwa katika jumla ya watu wenye kunyimwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala, kama mushahadati talfaz, kama vile kuangalia television. Kwa wale ambao katika majumba yao kuna television, ikawa mtu muda wake mwingi anaumaliza akiwa katika skrini kwa kuangalia television, wa mushahadati almusalsalat, na kuangalia series za aina mbalimbali,
ambazo watu wameekti, na yeye akawa anatumia muda wake kwa kuangalia vitu ya namna kama hiyo, sawa sawa atakuwa anatumia TV au atakuwa anatumia simu yake. Mfano wa hawa wanapoteza muda wao katika mambo yasiyokuwa na faida, wa mushahadati kuratil qadam, na vile vile kuangalia mpira wa miguu. Kuna baadhi ya Waislamu katika mwezi wa Ramadhani wanatumia muda wao kwenye vitu kama hivi, watanaqul fi tawasul alijtimai, lakini vile vile kuna baadhi yao ambao wao kazi yao ni kuhama kwenye mitandao ya kijamii kwenye simu zao. Wako katika mtandao fulani, baada ya hapo wanahamia katika mtandao mwingine, baada ya hapo wanahamia katika mtandao mwingine. Kwa hiyo kazi yao wao inakuwa ni kuhama kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Wakawa wameacha kusoma Qur'ani, wakawa wameacha kufanya dhikri. Hata kunapokuwa na mambo ya kheri kama ilivyokuwa darsa, wanakuwa wako mbali na vitu ya namna kama hiyo. Hawa hakuna shaka ni watu wenye kupoteza muda, na wanaingia katika jumla ya watu wenye kunyimwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala, na inawezekana ikawa katika jumla ya wale ambao mwezi wa Ramadhani utakuwa ni wenye kuondoka hali ya kuwa hawajasamehewa madhambi yao. Tutambueni kwamba tuko katika msimu wa kheri, msimu wa kutuma thawabu, msimu wa sisi kuchukua sababu ya kusamehewa madhambi yetu. Tujitahidini maadamu muda upo. Kama siku zilizopita tulifanya uzembe, basi siku zilizobakia tujitahidini, tusirudi nyuma. Kama mtu ratiba yake ilikuwa haijakaa vizuri, aipangilie ratiba yake vizuri, aendee mambo ya kheri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili huu mwezi uondoke hali ya kuwa yeye akiwa ni mwenye kupata faida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.